wengi wanakota hamasa lakini hawajui waanze vipi. Itafika nafasi ambapo hata hizi PhD zetu au mtu anasikia na dokta na nini haitakuwa haina maana kama hujui kutumia AI. Ndio maeneo makubwa sana ambayo yana pesa nyingi. Wale wasiotumia hizi akili unde ndio watakupoteza kazi. Karibu sana, tuanze kutazama kwenye mjadala wetu wa leo, tukiwa tumekutana hapa kuzungumza mambo kadhaa ambayo yamekuwa yakiligusa au kujadiliwa sana barani Afrika, na leo nikaona sio mbaya tukikutana hapa kuzungumza masuala kadhaa yanayohusu mapinduzi ya teknolojia yanayoendelea duniani, lakini pia yakigusa kwenye upande wa Afrika, na tukiwa tunajiuliza maswali mengi kweli kweli baada ya mapinduzi hayo ambayo yamekuwa yakitokea siku hadi siku barani Afrika. Leo tutaangazia sana kuhusiana na kitu ambacho watu wengi tumekuwa tukikifahamu, kinachotajwa sana akili unde kwa Kiswahili, lakini wamekuwa wakitumia neno AI, akili mnemba. Wengi wamekuwa na majina yao, lakini tukiangazia teknolojia, mabadiliko ya teknolojia, lakini pia jinsi gani Afrika inavyoanza kuzalisha ajira mpya ama chanzo kipya cha ajira kwa vijana. Lakini kwenye hiyo chanzo kipya cha vijana kwa ajira, tuna maswali kadhaa ya kujiuliza: namna gani vijana wanaingia moja kwa moja kwenye fursa hizi, uelewa upo wa vijana vya kutosha kuelekea kwenye eneo hilo, lakini pia dunia inatazamaje Afrika, vijana wa Afrika kwenye masuala ya ajira kwenye eneo hili la mapinduzi ya teknolojia. Kwenye kulijadili hili nimepata bahati kubwa sana ya kuzungumza hili na mtaalamu, lakini pia ni Dr. Crencis Mwantepele ambaye ni mtendaji mkuu wa Concept Group, lakini pia huyu ni mtumiaji mzuri sana wa teknolojia hii ya akili unde, na amekuwa akifanya shughuli hizi kwa muda mrefu. Nikasema uzoefu wake pia unaweza kutupa experience tofauti ama uzoefu tofauti kuhusiana na masuala haya ambayo tunayazungumza kwa leo. Dokta, karibu sana kwenye mjadala huu wa wazi na huru kabisa. Tuanze kuzungumza kuhusu teknolojia. Kwanza hongera sana, nilikuona hivi karibuni ulikuwa Rwanda kwenye masuala haya ya AI. Wasaidie watu wale kwa dakika moja, nini ambacho kilipeleka Rwanda, lakini pia nini ambacho umekiona Rwanda pia kwenye masuala haya ya teknolojia. Asante sana Exodea. Kweli nilipata mwaliko wa chuo kikuu cha Mount Kigali University. Ni moja ya chuo kikubwa kule cha binafsi ambacho waliona kwamba kuna fursa ya kunialika, lakini vile kwa sababu nchi ya Rwanda kwa sasa imeweka kama ni sheria kwa wafanyakazi wote na watumishi wa umma kujifunza artificial intelligence au AI, kwa sababu huko ndio dunia inakoelekea. Kwa sasa chuo kikuu cha Mount Kigali waliona fursa hii kuanza kuwa kama pioneer au kuanza kutoa mafunzo. Kwa wana kitengo chao cha kuendeleza elimu hizi zaidi ya watu ambao wapo kazini, au capacity building, inaitwa Institute of Capacity Building. Kwa wakaandaa mafunzo ambao mara kwanza waliandaa kwa ajili ya wataalamu au wamiliki wa hoteli, watu ambao wapo katika tasnia ya utalii na masuala ya hoteli. Kwa nilialikwa pale na nilikuwa na session ya zaidi ya siku 5, lakini vile walinipa nafasi ya kutoa muhadhara wa chuoni, inaitwa public lecture, jinsi gani ambavyo AI itabadilisha au future ya Rwanda na vile future ya Afrika katika masuala ya utendaji wa kazi. Kwa ni mwaliko ambao nilipata, na lakini vile vile nilipata fursa kubwa ya kukutana na wadau kule, lakini vile vile na vijana wengi wa Kirwanda na wa nchi mbalimbali ambao wako interested sana na kujifunza hii teknolojia mpya ya akili unde. Leo tunazungumza kuhusiana na teknolojia mpya ya akili unde, lakini tukiangazia sana eneo la ajira. Afrika imekuwa ikiwa kwenye mjadala mzito sana wa masuala ya ajira. Kila unapozungumza, viongozi wanapozungumza, imekuwa ni hoja kubwa ambayo pia inatajwa kwamba huenda ikawa mbaya zaidi huko tuendako, lakini mapinduzi haya teknolojia yanatajwa kama yakitumika vizuri yanaweza kubadilisha kabisa huu mtazamo wa ajira. Kijana ambaye anatusikiliza kwa sasa akifikiria AI na masuala ya ajira, aanze kufikiria nini hasa? Kabisa, kwanza napenda sana huu mjadala kwa sababu ni wakati wake. Kwa sasa kumekuwa na mijadala mingi sana ambapo asilimia kubwa imewachanganya hawa watumiaji au vile imechanganya baadhi hata ya viongozi wetu. So asilimia kubwa tunategemea kwamba viongozi watutengeneza mazingira sisi kufahamu mabadiliko yanayokuja. Kwanza ambacho mimi napenda kuwasihi vijana waache kuangalia AI kama mpinzani, waache kuangalia kama AI ni kama sehemu ambayo inakuja kuondoa ajira, lakini hiyo ni sehemu ya kuhakikisha kwamba inaboresha ajira zao. Na mara nyingi tumeona katika kila mabadiliko kunakuwa na misimamo au misemo au muda mwingine tunasema tamaduni ambazo zimekuwa zikifanyika za kukatisha watu tamaa, wale ambao wanaanza haya mapinduzi.
tumeona hata katika kipindi ambacho hizi kompyuta zikitumika, kuna maneno mengi sana yalifanyika. Vile vile kuna baadhi ya mifano, hata wale wanaosoma hesabu, zilipokuja mapinduzi ya kutumia calculator, ilikuwa kama mtu kiingia na calculator kwenye mtihani ni kama unaibia, lakini sasa hizi calculator imekuwa ni kitu cha kawaida kabisa, kwa sababu ni moja ya kifaa ambacho kinasaidia watu wanaosoma masomo ya sayansi kurahisisha mahesabu yao. Kwa hiyo itumike kama ni sehemu ambapo inafungua milango mbalimbali ya kibiashara, kwamba sasa hizi kupitia artificial intelligence au akili unde unaweza kaanzisha aina yote ya biashara, kwa sababu inakupa nafasi ya kujifunza kwa haraka zaidi. Zamani ilikuwa kama lazima upate elimu fulani ya kitu fulani, kisa hizi wengi tunatumia ChatGPT kuiuliza mambo. Ukitaka kuuliza kuhusu biashara itakutauliza, ukitaka kuhusu mahusiano itauliza, kuhusu hata jinsi teknolojia inafanya kazi. Vitu vingi tunajifunza kupitia hizi model mbalimbali za artificial intelligence, na kwa sababu tayari zina taarifa za kutosha, unapata nafasi ya kutumia muda mrefu kama ungeenda kusoma vitabu, au labda ungeanza kupitia mtandao, kupitia labda website mbalimbali. Kwa hiyo sasa taarifa zote ambazo zinapatikana mtandaoni kuhusu kile kitu unazipata kwa wakati mfupi na wakati mmoja. Hicho ni kitu ambacho kinaweza kusaidia. Kwa kwanza, hii teknolojia ya akili unde imesaidia sana katika kuongeza ubunifu. Tumeona kuna ubunifu wa vijana wengi sana wanatengeneza maudhui mbalimbali kupitia artificial intelligence, lakini vile kuna huduma kwa wateja. Sasa hizi kuna baadhi hata hoteli, katika session yangu ya Rwanda niliwaambia mimi nimetembelea nchi kama Japan. Japani hata huduma za wateja asilimia kubwa inatumika artificial intelligence, na tumeona kwamba mabadiliko haya yamesaidia sana vivyo kuongeza uwezaji, kwa sababu pale ambapo robot anafanya kazi, robot hana likizo, hana excuse, hana attitude. Kwa hiyo ni baadhi ya vitu ambavyo unaona kwamba utendaji wa kazi kwa sasa wale wamiliki wa biashara wameongeza kipato kikubwa, kwa sababu wanakuwa na zile robot ambazo zinafanya kazi muda wote, lakini vile zinasaidia kuboresha kazi, lakini vile hakuna baadhi ya changamoto za kibinadamu ambazo zinapatikana. Kwa namna fulani zimesaidia kuongeza huduma kwa wateja. Sasa ukienda kwa mfano airport, unahitaji kuanza kuandika zile details zako, unatumia passport yako tu, unaskani pale, unaondoka. Na ukiangalia vivyo hata baadhi ya makampuni yametumia hizi chatbots, lakini ambazo zilikuwa trend kabisa na AI, lakini vivyo kupitia hata baadhi ya mitandao ya kijamii unapata majibu ambayo yako trend na AI. Lakini kwa siku hata voice, ukitaka kupiga simu, kuna baadhi ya makampuni ambao yameweza kutengeneza hizo voice chatbots ambazo unaweza kuwasiliana nazo kama mtu binafsi, yani kama mtu wa huduma kabisa. Kwa hiyo ni baadhi ya upande wa huduma kwa wateja. Lakini kwenye uchambuzi wa data, sasa hizi tumeona kwamba kuna wataalamu wengi wa masuala ya data analyst, ambao sasa hizi wewe ukipata hata document ya peji 200 ya benki kwa mfano, ukitaka upate kwa lugha rahisi, unaingiza tu kwenye ChatGPT, unaiupload ile PDF, inakupa taarifa hizo ndani ya muda mfupi, lakini taarifa ambazo zimenyambulika. Kwa hiyo hizi ukiwa Tanzania unaweza kufanya kazi na mtu wa Marekani, ukafanya kazi na mtu wa Uingereza, ukafanya kazi na mtu wa Sweden, kwa sababu teknolojia inakuhusisha kuweza kuwasiliana na wao katika muda mfupi, lakini vile kujua hata lugha zao. Sasa hizi uhitaji kujua Kifaransa kuweza kufanya kazi. ChatGPT unaweza kumpa pala kutafsiria lugha yote, na ukaweza kuwasiliana na mteja wako na ukaweza kufanya biashara. Kwa sasa kitu ambacho kinatokea ni kwamba wale wasiotumia hizi akili unde ndio watakupoteza kazi, lakini wale wanaotumia hizi akili unde wataendelea kuboresha kazi zao, lakini pia kutengeneza kipato kikubwa zaidi. Vijana wanaweza kujiuliza pia, wapo ambao wapo mashuleni wanasoma kada mbalimbali, wanasheria, wengine wanasomea masuala ya kilimo, masuala mengine. Mtu anaweza kujiuliza ni ujuzi gani hasa ambao unaweza ukawa ni faida kwake kwenye kuendana na kazi hii ya teknolojia? Awe na ujuzi wa aina gani? Kwanza, si lazima mtu uwe na ujuzi wa tehama au teknolojia ya habari na mawasiliano. Mimi kwa mfano natolea mfano, mimi ni background yangu nimesoma marketing, na nilikuwa na interest ya kusoma masuala ya mitandao ya kijamii, na nimekuwa nikifanya mitandao ya kijamii kwa muda mrefu kama blogger, lakini vile kama digital media strategist. Na katika hiyo njia ndio imenipa nafasi ya kupata hamasa kwamba hii teknolojia ambayo inakuja itaboresha vipi kitu ambacho nakifanya. Kama ulivyosema vizuri, kuna mtu anasoma sasa hizi masuala ya kilimo. Sasa hizi kwenye kilimo AI imeingia. Sasa lazima huyu asome AI itamsaidia vipi kwenye kilimo. Sasa hizi umesikia kuna drone ambazo zinatumia hii teknolojia ya AI kuwezesha kuweza kumwagilia mazao yake, lakini hiyo vile kufanya prediction. Kwa mfano sasa hizi wakulima wengi wanapenda kujua kwamba mwezi huu mvua itanyesha au itanyesha. Kupitia teknolojia ya AI itakusaidia kufanya hizo prediction, lakini vile hata kujua baadhi hata ya magonjwa mbalimbali kupitia AI. Kuna baadhi ya solution mbalimbali ambazo vijana wengi au makampuni yameweza kutengeneza. Kwa sasa katika kile eneo ambalo umelisomea, unatakiwa uangalie na magari ambapo utaweza kuleta mabadiliko ya kiteknolojia. Lazima uangalie jinsi gani ambapo unaweza kujifunza kwenye matumizi ya AI, ukajifunza jinsi gani ya kuweza kufanya uchambuzi wa data,
ukajifunza masuala ya usalama wa mitandaoni, masuala ya ubunifu wa creativity kwa ujumla. So hizi ni baadhi ya vitu vyote ambavyo kama kijana anataka kuingia katika teknolojia mpya na kafaidi, hizi ndio maeneo makubwa sana ambayo yana pesa nyingi. Kwa mfano sasa tunapoingia katika teknolojia, kuna wahalifu wa mitandao ya kijamii wanakuja ambao wanatumia hizi teknolojia za akili unde kwa kitu kinaitwa deepfake. Yani Mr. Exaudi hapo, mtu anachukua sauti yako, anachukua na sura yako, anakutengeneza kama ulivyo wewe, na anaweza kapiga zoom call akafanya kikao na watu wakaamini kwamba ni yeye, lakini ni wewe, lakini kumbe ni mhalifu wa mtandao. Sasa hapo lazima ujue kwamba wewe kama kijana unataka kufaidi hizi fursa mbalimbali za akili unde, wewe lazima usomee masuala ya hizi huduma za kimtandao. Kwa hiyo lazima uangalie na magani ambapo utaangalia kwamba unaboresha vipi. Na kitu kingine cha kuweza kujifunza, lazima uangalie unatatua matatizo, kwa sababu pale ambapo utatatua tatizo ndio pale utapoweza kutengeneza biashara. Kwa mfano, umefika Mikocheni, umegundua katika eneo la Mikocheni kuna tatizo labda la mawasiliano, watu wanashindwa kuweza kuwasiliana kwa sababu kuna baadhi ya nchi mbalimbali ziko pale. Wewe kama mtaalamu wa AI unaweza kutafuta solution ya kutatua, labda kutengeneza applications au kutengeneza solution ambayo itasaidia hawa watu waweze kuwasiliana, labda kampuni za Kichina zikawasiliana na kampuni za Kitanzania, au kampuni za Kituruki zikawasiliana na kampuni za Kitanzania. Kwa wewe unapoangalia elimu yako utaitumia vipi, au uwezo wako utatumia vipi kutatua changamoto. Kwa AI haitachukua nafasi za watu wenye ujuzi, bali itawapa nguvu zaidi wale watu wenye ujuzi na wanajifunza kutumia kwa ufanisi. Umekuwa ukizunguka kwenye maeneo mbalimbali kuzungumza na vijana, achana na Rwanda, lakini Tanzania pia umekuwa ukikutana na vijana wengi wasomi na ambao sio wasomi. Fikra hizi ambazo unazizungumza wewe unaziona kwenye akili zao? Naona wakifikiria aina hiyo ya mawazo? Kweli, katika hii kitu nimeanza kuifanya zaidi ya tuseme toka 2017 nimekuwa nikizunguka katika maeneo mengi, na kitu nilikuwa nikifanya niliona kuna fursa nyingi. Kipindi kile ambacho nilikuwa nikizunguka nilikuwa naongelea masuala ya mitandao ya kijamii, kukuwa na fursa kubwa ya mitandao ya kijamii na kuangalia jinsi gani ambavyo vijana wanaweza kutumia mitandao ya kijamii kujiweza kuboresha kazi zao, lakini vile kutengeneza kipato, licha kuangalia kwamba anaweza kasubiria kuajiriwa. Sasa katika hiyo elimu niliweza kukutana na vijana wengi walikuwa wanahamasika, na wengine wakaanza kuchukua hatua, na vivyo nina ushahidi kabisa wa vijana wengine ambao waliweza kutumia zile semina zangu kuweza kuangalia jinsi gani ambavyo wanaweza kutengeneza kipato kikubwa kwenye mitandao ya kijamii. Kweli hamasa wanaipata kubwa sana, lakini changamoto ambayo ninaiona, wengi wanapata hamasa lakini hawajui waanze vipi, na wengine wanajua waanze vipi lakini bado wanajiuliza wataanza lini. Kwa hiyo kuna ile mtu hajui aanze lini, hajui aanze vipi, lakini muda mwingine kuna mtu mwingine ambaye yuko tayari katika mambo yote, anajua ataanza lini, anajua ataanza vipi, lakini vivile amekuwa tu akipuuzia. Sasa tunaingia katika teknolojia ambayo inakuwa kwa kasi kwa kila sekunde. Sasa hizi tunaongelea artificial intelligence. Sisi tulianza artificial intelligence imeanza miaka mingi sio iliyopita. Unajua watu wanaona kwamba ni kitu ambacho kimeanza juzi, lakini mnakumbuka wale wako kutumia iPhone kuna kitu inaitwa Siri au Alexa, wale wakitumia kwamba hilo unauliza kitu inakujibu na nini. Ni baadhi ya vitu ambavyo tayari tulikuwa tunatumia, lakini hii teknolojia ya kiunde imeanza zaidi ya miaka 20 na 30 iliyopita, lakini ilikuwa inaenda kudevelop taratibu na mpaka sasa tumefika level inaitwa AGI, inaitwa Artificial General Intelligence. Sasa hapa generative intelligence, ambapo hapa sasa ndio mtu anataka kutengeneza picha, ukatengeneza video, ukatengeneza voice, ukatengeneza kitu chochote, presentation, ukafanya chochote ndani ya muda mfupi, na hizi teknolojia zinakuwezesha kutengeneza kitu ambacho ni bora zaidi. Lakini tunakoelekea, hizi ni predictions za sisi wataalamu, lakini vile vile na kazi kubwa inayofanyika na makampuni kubwa yanayotengeneza. Tunaingia katika kipengele cha au tuseme level ya super intelligence, ambayo hii itakuwa na akili zaidi kuliko akili zetu za kawaida hizi. Sasa hapo ndio itafika nafasi ambapo unakuta robots zitafanya kazi zetu zote. Kwa mfano mimi sasa hizi na wewe hapa tunafanya hiki kipindi, lakini itafika labda miaka 2-3 ijayo marobots yatakuwa yanafanya hivi vipindi, na sisi tutakuwa tunakaa tukiangalia marobots. Sasa hizi umeona kuna baadhi ya watu wanatengeneza zile video kwa kutumia kujiclone wenyewe, wanatengeneza picha yako, wanatengeneza sauti, unaweza kutengeneza content zaidi hata 100 kupitia picha na sauti. Huhitaji kwenda studio kurekodi, huhitaji kuwa na production team. Yaani kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo unapunguza na kazi yako ikapungua. Sasa sisi vijana lazima tuweze kuongelea jinsi gani tunaboresha uelewa wetu zaidi, kwa sababu kweli kuna watu wengi wanakuwa na hamasa lakini vivi hata uelewa bado ni mdogo.
na hiyo inasaidia kuangalia namna gani ambapo wale ambao wanaweza kuitumia wakaboresha biashara zao na kuongeza kipato. Lakini changamoto kubwa ambayo vile sio ukosefu wa vipaji, bali ni vile upatikanaji wa miundombinu na vile mafunzo bora. Kwa mfano sasa miundombinu ambayo nayasemea hapa ni teknolojia ya internet. Tanzania na nchi nyingi ambazo zinaendelea bado tuna changamoto ya haya mabadiliko ya teknolojia, sana sana vile upatikanaji wa internet, lakini vile hata zile simu janja. Nashukuru kwamba sasa hizi serikali yetu imekuwa ikitoa support kwa watu wanaleta hizi simu kuweza kuhakikisha kwamba wanawapunguzia zile gharama za kuweza kuingiza simu na wenyewe wakauza kwa bei ndogo. Lakini vile makampuni mengi sasa yameanza kutoa mikopo. Sasa hizi umeona kwamba mtu tunataniana bwana, ukiona mtu wa kijijini amekutumia kitu kutoka WhatsApp unaambia bwana simu wa mkopo hiyo. Sasa ndio jinsi ambavyo teknolojia inasaidia kwamba watu wengi wanaweza kufikiwa na hii teknolojia, na inasaidia vivyo kuangalia namna gani hawa wale watu ambao walikuwa unconnected wako connected na kuhakikisha kwamba tunafanya. Lakini kingine upande wa mafunzo, ndio maana sisi kama Concept Group tumeamua kuja na kitu tunaitwa Concept Academy, ambayo tumeanza kutoa haya mafunzo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu wengi wanaweza kujifunza vile vile, lakini sisi kujifunza wanakuwa wanafanya vitu ambavyo ni very practical. So sisi tunatoa kitu tunaitwa master class. Kwa hiyo bwana Exaudi hapo ukisema ni mkongwe kwenye masuala ya media na umekuwa ukifanya kazi hizi za media, ukitaka kujifunza AI itakusaidiaje kwenye tasnia yako, sisi tunakupa master class. Kwa hiyo tuna customize masomo yako, uhitaji tena kwenda chuoni kwa sababu miaka mitatu ukapata degree. Hii ni master class ya miezi mitatu, lakini kama utahitaji labda kuongeza zaidi, tunakuomba nafasi zingine ya kuongeza muda mrefu, lakini tutahitaji vile kutengeneza foundation kubwa kabla ambao hujaanza kufanya. Kwa hiyo ninaamini kwamba tukienda kuwekeza katika uwekezaji katika hii elimu ya AI, lakini vile ujuzi wa kidijitali, digital skills, kwa sababu zaidi ya AI mtu ajifunze masuala ya digital skills, zile skills za kawaida kabisa, mtu ajue kupost. Kwa mfano sasa umetengeneza content yako, ujue ujisikie na ambavyo post, jisikie na ambavyo uta target, jisikie na ambavyo utaipromote hiyo content yako. Lakini vivyo hizi elimu zote unazipata kupitia hizi models za AI. Kwa hiyo kupitia hii model, before hata hujaanza kuhakikisha kwamba unaipeleka sokoni, unajifunza vizuri sana kupitia hizi portfolio ambazo unazipata. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana, lakini serikali zetu najua zinafanya kazi kutengeneza mifumo na sera mbalimbali ambazo zinasaidia kuboresha maendeleo ya AI. Nadhani wakati sahihi upi wa mtoto mdogo kuanza kuelekezwa haya mambo kidigitali ili baadaye asije akasumbuka ukubwani, kwa sababu wengine tunateseka ukubwani kwa sababu kama tulipishana nayo wakati wa elimu. Kuna wakati sahihi ambao unafikiri unaweza ukaanza watu kupenyezewa kwenye elimu zao ili waanze kuielewa mapema? Kabisa. Kwa mfano sasa hizi asilimia kubwa ya hizi shule zetu ambazo zinafundisha katika mtaala wa Kiingereza wanaanza kufundishwa zile foundations za AI. Mtu anaweza kupata hata tafsiri, mtu ajue hata artificial intelligence ni kitu gani, mtu akisikia machine learning kitu gani, mtu akisikia hizi model mbalimbali ni kitu gani. Kwa hiyo inamsaidia mtu, ni kama sisi kipindi kile ambacho tulikuwa tukisoma tulikuwa tunafundishwa kuosha kompyuta kwa command prompt. Nakumbuka unaenda kwa kompyuta unaambia unapozima kompyuta lazima uzime hivi. Yaani kuna ile very proper jinsi ya kutumia kompyuta ambayo inasaidia kwa jinsi ambavyo unaenda kukua unajua matumizi ya kompyuta. Kwa hiyo hizi shule ambazo kidogo zinafundisha katika mtaala wa Kiingereza zimeanza kufundisha, lakini hizi shule zetu za serikali na shule za kawaida za binafsi bado zina changamoto. Kwa hiyo sasa changamoto inakuja wale wanafunzi ambao wanasoma hizi elimu wanafundishwa vitu ambavyo ni relevant. Na mimi nilikuwa nikiwaambia watu very frank kwamba jamani, vitu ambavyo mmevisoma huko shule za msingi, sekondari mpaka chuoni ni relevant. Itafika nafasi ambapo hata hizi PhD zetu au mtu anasikia na dokta na nini haitakuwa haina maana kama hujui kutumia AI. So wewe sasa hizi elimu yetu zamani ilikuwa kwamba wewe Exaudi unaingia darasani pale unamsikiza lecture, kwa sababu unajua lecture ana madini mengi kuliko wewe. Lakini sasa hizi unaweza kuwa na madini mengi kuliko mwalimu wako. Unajua hicho kitu tunafahamu. Kwamba mwalimu akikupa topic tu wewe unaweza kuwa na content au madini mengi kuliko yeye. Kwa sasa yeye sasa hizi anatumika kama facilitator. Yaani anatumika kufacilitate wewe kujua ile elimu ambayo unaifanya. Tofauti na zamani kwa mwalimu yeye anakupa nafasi ya kujifunza, wewe unachota unasema ile una spoon feeding, yani kwamba chochote ambacho anakulisha wewe unakila. Kwa hiyo anaanza kukulisha matango, akakulisha chochote wewe ukala kwa sababu huna sehemu nyingine ya kupata knowledge. Lakini sasa kupitia AI mwalimu akikwambia bana leo tunasoma kuhusu ethics in media, wewe ukiingia ChatGPT pale inakuletea mkeka wa maana na inakuletea kutoka source mbalimbali na ikakupa nafasi ya kuweza kujifunza vizuri katika lugha rahisi. Sasa hizi elimu ya saizi hauhitaji kukaa miaka mitatu. Unahitaji dakika 12 za YouTube channel, za YouTube tutorial ukaweza kuelewa kitu. Ndio tofauti wa elimu ya saizi. Yaani kwamba zamani ulikuwa unakaa kwenye darasani kwa miaka mitatu. Lakini kwa sasa unakaa kwenye YouTube channel
kwa labda nusu saa tu na ukapata elimu kubwa sana mwisho wa siku, ambao ni zaidi ambao ungetumia labda zaidi ya $5,000 $10,000 kuisoma. Dokta, tunakushukuru sana kwa muda wako, na mimi pia yako mengi ya kuzungumza, lakini kwenye eneo hilo la ajira nadhani tumepata madini kweli kweli, na nikushukuru pia kwa muda wako ambao umetukabidhi. Kabisa, nashukuru sana mkuu, nashukuru sana. Asante sana. Karibu tena.